Walezi wa Utoto Mtakatifu Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam wamefanya matendo ya upendo katika hospitali ya Kardinali Rugambwa iliyopo Ukonga jijini Dar es Salaam. Zoezi hilo lilianza na semina iliyotolewa na dekano wa dekania ya Ukonga na paroko wa parokia Kipunguni, Padre Erasto Kamugisha. Kwa chelewesha nimkaribishe ambaye ndiye mganga mkuu wa hospitali ya Kardinali Rugambwa akaribie kwa ajili ya kutoa maelezo au historia ya matendo ya upendo ya kiinjili. Pia ataendelea kutambulisha na safu aliyokaa nayo hapo. Kuna watu hawajatambulishwa kama 2 au 3 hivi. Karibu dokta. Jamani tupigie makofi. Dokta amebeba mambo makubwa. Dokta sawa mchezo. Wow. Asante sana na nibariki. Karibu dokta. Padre Erasto Kamugisha, baba dekano wa dekania ya Ukonga, Mheshimiwa Mr. Majani ambaye ni kiongozi wa Utoto Mtakatifu Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Mheshimiwa Father Martin, chaplain wa hospitali, na viongozi wote mliotufikia. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Ifuatayo ni taarifa fupi. Leo hii tarehe 7 mwezi wa 4 2025 ya ziara ya viongozi na walezi wa Utoto Mtakatifu Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam katika hospitali ya Kardinali Rugambwa. Mosi ni utangulizi na historia fupi ya hospitali. Kardinali Rugambwa Hospital ni moja ya hospitali za kihistoria na muhimu sana katika mkoa wa Dar es Salaam. Iko katika manispaa ya Ilala na inamilikiwa na Jimbo Kuu la Dar es Salaam na kuendeshwa na masista wa Shirika la Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu Jimbo Katoliki la Bukoba. Imepewa jina la muasisi na kiongozi mashuhuri wa Kanisa Katoliki Tanzania, Kardinali Laurean Rugambwa, ambaye alikuwa kardinali wa kwanza barani Afrika na askofu wa kwanza mzalendo wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ambaye ni mwanzilishi wa hospitali hii mwaka 1986. Awali hospitali ilianzishwa kama kituo kidogo tu cha afya chenye huduma za msingi. Kadiri ya mahitaji ya huduma za afya yalivyoongezeka, hospitali hii iliendelea kupanuka na kuboreshwa kwa msaada wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, viongozi wa hospitali na wafadhili wa ndani na nje. Tangu kuanzishwa kwake, hospitali hii imekuwa chombo muhimu cha kutoa huduma za afya kwa jamii inayotuzunguka na hata nje ya mkoa wetu wa Dar es Salaam, kwa kuzingatia maadili ya Kikristo na utu. Kwa miaka 39 sasa, Kardinali Rugambwa Hospitali imekuwa ikipitia mageuzi na upanuzi mbalimbali katika kuboresha miundombinu, huduma za afya na ushirikiano wa kitaifa na kimataifa, jambo ambalo limeifanya kujulikana na hata kufikia hadhi ya hospitali ya rufaa ya mkoa. Tunamshukuru sana Mungu na Baba Askofu Mkuu Juda Tadeus Ruwaichi, na kwa namna ya pekee Askofu Henry Mchamungu, msimamizi wa idara ya afya, kwa kuendelea kuiboresha na kuisimamia na kuiendeleza hospitali hii ili kutoa huduma iliyokusudiwa tangu kuanzishwa kwake. Huduma zitolewazo kwa sasa. Kardinali Rugambwa kwa sasa inatoa huduma mbalimbali kwa wagonjwa wa ndani na wale wa nje, na baadhi ya huduma hizo ni huduma za magonjwa ya nje, yaani OPD services, na huduma za wagonjwa wa kulazwa, yaani IPD services. Huduma ya mama na mtoto, kliniki ya wajawazito, chanjo, uzazi wa mpango kwa njia ya asili, na huduma ya kinywa na meno, huduma za maabara na vipimo mbalimbali, huduma maalum kwa watoto wenye ulemavu. Kama nilivyosema hapo awali,
hospitali yetu inaendelea kuboresha huduma zake, na zifuatazo ni huduma za kibingwa zinazopatikana katika hospitali yetu: kliniki ya mifupa na mazoezi, kliniki ya magonjwa ya figo na kusafisha figo yaani dialysis services, kliniki ya magonjwa ya kina mama na wajawazito, kliniki ya watoto, kliniki ya magonjwa ya ndani yaani physician, ambapo tunashughulika na magonjwa ya kisukari, shinikizo la damu, kifua kikuu, saratani na wagonjwa wenye tatizo la selimundu. Kliniki ya masikio, koo na pua, kliniki ya upasuaji ambapo watu wenye uvimbe mbalimbali sehemu mbalimbali wanahudumiwa pia, kliniki ya magonjwa ya moyo na kliniki ya mfumo wa mkojo. Namba 2, historia fupi ya matendo ya kiinjili Katoliki la Dar es Salaam. Moja ya sura nzuri ya huduma ya upendo na mshikamano wa Kikristo inayoonekana katika Kardinali Rugambwa Hospitali ni kupitia ushirikiano wake wa karibu na viongozi wa Utoto Mtakatifu kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Kwa miaka 3 mfululizo sasa, viongozi pamoja na watoto wa Utoto Mtakatifu wamekuwa wakifanya ziara rasmi hospitalini hapa kwa lengo la kutembelea wagonjwa, kuwafariji, kuleta matumaini na kuwatia moyo wafanyakazi wa hospitali hii. Katika ziara hizi wameshiriki pia katika kuleta michango mbalimbali ya vifaa tiba, ikiwa ni pamoja na mashuka, delivery beds au vitanda vya mama kujifungulia, baby cots, vitanda vya watoto, emergency trolley za kuweka madawa ya dharura, baby warmers. Hivi ni vifaa vya kuwapa watoto joto, pamoja na examination beds ambapo ni vitanda vya mbali. Na kwa namna pekee Utoto Mtakatifu parokia ya Makuburi walitoa matoleo yao ya hali na mali ya vifaa vingi ambavyo tunaweza kutaja tu vichache kama sabuni, sukari, mafuta, dawa ya meno, miswaki na vingine vingi. Kupitia mchango wao kwa maana ya uongozi mzima wa Utoto Mtakatifu, huduma kwa wagonjwa zimeimarika na uhitaji wa vifaa umepungua kwa kiwango kikubwa. Zaidi ya msaada wa vifaa, watoto wa Utoto Mtakatifu wamekuwa wakihamasisha kuishi katika maisha ya kujitoa, kuonesha huruma na kuwatembelea wagonjwa kama sehemu ya kujenga moyo wa huduma katika maisha yao ya kila siku. Ushirikiano huu si wa kimazingira tu, bali unagusa mioyo ya watu na kuchochea matumaini mapya. Ni mfano hai wa kanisa kuungana katika huduma bila kujali umbali. Hospitali ya Kardinali Rugambwa inaona ushirikiano huu kama alama ya baraka na neema. Kwa namna ya pekee sana, naomba tusimame kwa dakika 2 kumkumbuka na kumwombea pumziko la milele mbinguni Father Timothy Nyasuru, ambaye alikuwa mkurugenzi na chachu katika kufanikisha utume wa Utoto Mtakatifu katika Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Raha ya milele umpe Bwana. Father Timothy Nyasuru apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Apumzike kwa amani. Asante. Hitimisho, hospitali ya Kardinali Rugambwa inasalia kuwa nembo ya huduma bora inayojengwa juu ya msingi ya Kanisa Katoliki, haki na huduma kwa wote. Ushirikiano wake na viongozi wa Utoto Mtakatifu kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam ni shuhuda wa namna kanisa linavyoweza kushirikiana katika ngazi zote kuleta uponyaji,
matumaini na faraja kwa jamii. Hospitali inaendelea kushukuru kwa kazi zinazofanywa na shirika hili la kipapa katika jimbo kuu la Dar es Salaam na nje ya jimbo. Tunaamini kuwa tutaendelea kushirikiana pamoja katika hali zote, na pamoja tunaweza kujenga jamii yenye afya, imara na yenye hofu ya Mungu. Ripoti hii imeandaliwa na uongozi wa hospitali na kusoma kwenu na Sister Sarah Deogratius. Asante. Dr. Sister Sarah kwa ajili ya historia nzuri. Kama mmonavyo hapa mbele yetu baba dekano, maana saa zile sikumtambulisha kwa sababu nilikuwa sijakumbuka kwamba nilitumwa kama kaibu mkurugenzi. Sasa nimekumbuka baadaye, maana niliona kama kumtambulisha mgeni rasmi ni kazi kubwa, huwa daima anamtambulisha mkurugenzi. Sasa nilisahau. Hapa mbele yetu kama nilivyowaambia, baba askofu ana wajibu sasa wa kusimamia maandalizi ya kuanza na kusimikwa askofu wa jimbo la Bagamoyo. Baba Askofu Henry Mchamungu ndiye mwenyekiti wa maandalizi hayo. Kwa hiyo ndio maana hakuweza kuja hapa, lakini maaskofu wana wasaidizi wao kila upande. Sasa katika dekania hii ambayo tupo, dekania ya Ukonga, anaye msaidizi wa karibu sana ambaye ni baba dekano, Baba Erasto Kamugisha, paroko wa parokia ya Kipunguni. Bwana mpigi makofi kidogo. Au kwa sababu mmezoea nani askofu kwamba ana kidevu. Maaskofu wa zamani wote walikuwa na videvu, wale wa Benediktini na Franciscani. Sasa msije mkashangaa siku moja anatangazwa askofu alafu mkasema mbona ana kidevu, mwanze kuzoea. Mheshimiwa baba dekano, Utoto Mtakatifu jimbo kuu la Dar es Salaam kila mwaka wana matukio mbalimbali ya uinjilishaji. Haya tunayofanya sisi ambayo watu wengi wanaita matendo ya huruma, sisi wa Utoto Mtakatifu tunaita matendo gani? Ya upendo wa kiinjili. Matendo ya upendo wa kiinjili. Sasa matendo ya upendo wa kiinjili sisi wana Utoto Mtakatifu tunafanya kama ifuatavyo. Wakati huu wa Kwaresima, walezi wa Utoto Mtakatifu, nikisema walezi wa Utoto Mtakatifu ikiwa na maana hawa waamini walei, watawa na nyinyi maparoko, na kwa namna pekee baba dekano na maaskofu, wanafanya matendo ya upendo wa kiinjili kidekania. Wakati huu wa Kwaresima huwa tunawatuma pia watoto wafanye matendo ya kiinjili katika jumuiya zao. Nimesikia parokia chache sana tu ndio zimefanya, bado nyingi hazijafanya mpaka Kwaresima inakaribia kuisha. Wakati wa mwezi Disemba, mwanzoni kabisa mwa Disemba, tunapojiandaa kwa Christmas ya watoto, tunafanya matendo ya upendo wa kiinjili kidekania kwa watoto, ambayo ndio haya ambayo yalifanyika hapa mwaka jana mwezi Disemba. Dekania ya Makuburi, watoto pamoja na walezi walikuja hapa hospitalini kufanya matendo ya kiinjili. Na siku ile dekania zote za jimbo kuu la Dar es Salaam zilikuwa zimegawanyika, zilikuwa katika vituo mbalimbali. Watu wa vituo mbalimbali twende kwenye kituo kimoja. Lakini matendo haya ya upendo wa kiinjili wakati wa Kwaresima tunakwenda kituo kimoja. Na kuanzia mwaka majuzi tumeanza rasmi kuja kwenye hospitali hii ya Kardinali Rugambwa, na kama alivyoelezea katika historia, tumekuwa tunatoa vifaa mbalimbali. Walezi wanashikana huko, wanaombana na maparoko na wazazi mpaka wanafikia kiasi fulani, lakini kwa nia nzuri ya kusaidia hospitali yetu kusaidia wahitaji mbalimbali. Pia tukaona kuna
lingine hili ambalo tumepewa na Mwenyezi Mungu, damu ambayo Mwenyezi Mungu ametukirimia tunayo huko mwilini mwetu. Tukaona pia tuhamasishane tuweze kuwa tunatoa damu kwa ajili ya wahitaji na hasa kwa ajili ya hospitali yetu ya Cardinal Rugambwa. Tumeshaanza zoezi hilo, tunaendelea, na leo kuna walezi zaidi ya 36 ambao wamejiandikisha, ambao tunatarajia kwamba watatoa damu na shughuli imesha. Utaitembelea kwa dekano baadaye tukishamaliza hapa kuona tukio hilo ambalo linaendelea kwa sasa. Baba dekano, ni kule uinjilishaji kule kisiwani Mafia. Kule Mafia pia tunapokwenda kwa uinjilishaji, tunakwenda kufanya matendo ya upendo wa kiinjili kwenye hospitali ya serikali ya Mafia. Na pia kule tunatoa damu. Hata mwaka jana mwezi wa 10 walezi wa watoto mtakatifu zaidi ya 26 walitoa damu kwa ajili ya wahitaji katika hospitali ya wilaya ya Mafia. Kwa hiyo ni tendo endelevu linalofanyika walezi wa watoto mtakatifu hasa kwa ajili ya kusaidia wahitaji. Baada ya kusema hayo, nichukue nafasi hii basi kukukaribisha baba dekano uweze kutoa neno lako kwa niaba ya askofu kama mpeleko kwa watu hawa, na baada ya hapo utusaidie ubariki vifaa ambavyo vimeletwa, na baada ya kuvibariki uweze kuvikabidhi katika hospitali ya Cardinal Rugambwa. Vifaa ambavyo tumeleta mwaka huu vina thamani ya shilingi milioni 12,850,000. Vina thamani ya milioni 12,850,000. Baba chaplain nilipomwambia hapa, nilipomuonesha kaniuliza zimetoka wapi? Nikamwambia ni juhudi za hawa watu walioketi hapa mbele yako, ni juhudi zao, ndio maana unaona na nyuso furaha na kupendeza. Kwa hiyo baba dekano, ni juhudi za watu hawa kawaida kabisa ambao wanafanya kwa nia ya kusaidia hospitali yetu. Kama ulivyosikia kwamba tulileta ile baby wama ambayo kazi yake ni kusaidia kwa wale watoto ambao wanazaliwa ambao hawako vizuri, wanaweza kupata joto na nini. Basi mambo hayo, kwa sababu wanachunga na watoto, basi wanaona vitu hivyo ni vitu vya karibu ambavyo vinaweza kusaidia hospitali na kumsaidia askofu na kuwasaidia wahitaji mbalimbali. Baada ya kusema hayo, nikukaribishe mpendwa sana Ba Martin, mlezi wa kiroho wa hospitali hii ya Kardinali Rugambwa, mpendwa Sister Dr. Sara, mkuu wa hospitali hii, ndugu yetu Baba Cletus Majani, mwenyekiti wa walezi wa watoto mtakatifu Jimbo Kuu la Dar es Salaam, viongozi wa kamati tendaji ya walezi wote wa watoto mtakatifu kutoka katika dekania na parokia zetu, na watu wote wenye mapenzi mema mliokuwepo hapa, na hata waandishi wa habari, taifa lote la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Ninasimama na kuzungumza nanyi ikiwa mwenye moyo wa shukrani kubwa kwa Mungu anayewezesha mambo haya kufanyika hapa wakati huu. Kama ambavyo kiongozi wetu ndugu Majani amesema, aliyepaswa kuwepo kwa nafasi ambayo ninaitumia sasa ni Mhashamu Baba Askofu Henry Mchamungu kama mwenyekiti na kiongozi wa idara ya afya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Na kwa sababu ya majukumu hayo ya maandalizi ya kumsimika askofu wa Jimbo Katoliki Bagamoyo,
akaniomba mimi nije nimwakilishe hapa. Ninasimama kwa niaba yake ili jambo hili jema ambalo mlikuwa mmelipanga leo liweze kutekelezeka vizuri. Kwa nimemshukuru Mungu kwa kupata nafasi hii, kwa sababu nimekuwa nikisikia juu ya matendo yenu mema ambayo mmekuwa mkiyafanya kama walezi wa Utoto Mtakatifu. Nimewaona mara chache ninyi kwenye matukio ya kijimbo, na kwa upekee kidogo nimekuwa nakutana na wale ambao wako ndani ya dekania yetu ya Ukonga kwa baadhi ya matukio ya Utoto Mtakatifu. Hata nilipokuwa natoka parokiani kuja hapa, sikutarajia pia kama ningeliweza kukuta umati mkubwa kama huu wa walezi ambao mmejitokeza. Nilipofika na kuona umati huu, niliguswa moyoni na nikajisemea jambo hili kumbe si dogo. Sababu hata kati naondoka nyumbani kuna mtu nimemwambia wewe nipe kama dakika 15 hivi mimi narudi. Sababu nikajua nikifika tu na wakuta pengine watu 5 6 na vifaa vyao pengine, na nikitarajia nimesikia hapa milioni 12, nilitegemea labda ningekuta tu sabuni, ndoo moja ya sabuni na sukari pengine kidogo, yale ambayo tumezoea kama matendo ya huruma, sabuni miche miwili na nini, basi unabariki hapo dakika 5 unaondoka. Nilipofika na kuwaona nikajisemea moyoni, kumbe hili jambo ni serious hivi. Na nikakutana na viongozi kwanza, na nimeambiwa ni viongozi kutoka katika kila dekania. Nikasema hawa watu wamejipanga. Nikamwambia yule ambaye nilimwambia narudi baada ya dakika 15, nimwambia samahani, naomba tuonane wakati mwingine. Wapendwa, Waswahili watu nasema shughuli ni watu na watu. Kuna mambo mengine hayaendi kwa sababu hakuna watu wa kuyafanya. Na wakati mwingine tumekuwa tukikaa na kuwa watazamaji tukisubiri watu wengine wafanye. Na inapotokea kwamba hakuna anayefanya, ndio maana mambo huwa hayafanyiki. Mambo mengi mazuri daima huwa yanahitaji watu wasukumwe ili wayafanye. Wewe usiwasawishi watu kwenye mambo mabaya, daima mambo mabaya yatakuwepo tu. Ila mambo mazuri daima yanahitaji msukumo. Na sasa nani anamsukuma mwingine kufanya? Ni vizuri kila mmoja akichukua nafasi ya kuwa mwajibikaji kufanya jambo. Na kwenye mambo mazuri wewe fanya tu, hata kama watu wengine hawafanyi. Wewe fanya tu. Na tuna uwezo wa kuwagusa watu wengine na kuwashawishi watu wengine kufanya mambo mazuri pale ambapo sisi tunafanya. Pia kwenye kufanya mambo, watu wengine pia huwa wanaogopa kama wanaweza wakafanikiwa au wakashindwa. Sasa wakati mwingine wewe jaribu tu kufanya, kwa sababu kwa Mungu hatudaiwi kushinda. Sisi tunadaiwa kujaribu. Tu jaribu tu, kwa sababu hata ukishindwa jaribu tena. Ukishindwa badilisha hata mtindo wa kufanya. Lakini kuna jambo ukilifanya ukafanikiwa, unawatia watu wengine matumaini. Kumbe inawezekana. Kumbe inawezekana. Kwa hiyo basi hili jambo jema ambalo ninyi mmekuwa mkilifanya na mnaendelea kulifanya, na kwa wingi huu ambao hata mimi nimeuona hapa, nashawishika kusema ya kwamba yaonekana ikabu tosha ya makundi mengine ndani ya kanisa na wao kupata msukumo wa kufanya. Sababu watasema tu, mbona walezi wa Utoto Mtakatifu wamefanya, na sio tu kufanya, wameweza. Ngoja na sisi tufanye. Hii pesa ambayo mmesema mmeweka milioni 12 si pesa ndogo. Si pesa ndogo kwa walezi, si pesa ndogo. Ni pesa kubwa, nyingi, ya kutosha. Na wengine wanaweza wakafanya, na wengine wakafanya, na sote tukajikuta tunafanya. Naomba hili liwe endelevu. Jambo hili liwe endelevu.
na tukubaliane, kwa kuwa hili ni jambo jema, tuliendeleze, ili na wengine wakiona, kama wasipofanya kama sisi, wafanye kama wao, lakini nalo liwe jambo jema. Ili ifike sehemu kila mtu awe ana jambo jema analolifanya, na Ukatoliki wetu tuushibishe ulimwengu kwa mema. Tazameni, tunaweza kufanya kwenye familia zetu, tunaweza kufanya kwenye jumuiya, tunaweza tukafanya ndani ya kanisa. Lakini imani yetu haipaswi kuishia ndani ya kanisa. Imani yetu inapaswa pia itoke nje ya kanisa, sio kwa siri, ila kwa maisha yetu tunayoishi. Mnaleta matoleo yenu hapa leo, yatatumika kwenye hospitali hii. Hii ni hospitali ya kanisa, lakini wanaokuja kutibiwa hapa wapo hata wengine ambao sio Wakatoliki. Kwa haya majitoleo yenu wataonja utofauti wa hospitali hii na hospitali zingine. Kwa hiyo inawezekana mtu gharama zile za matibabu zikuwa zimepungua, na vile vitu ambavyo atakuwa amepatiwa akapona, akirudi nyumbani anajiuliza, nitarudi lini tena Rugambwa? Tumsifu Yesu Kristo. Tasema utani kidogo. Nafikiri wengi pia ni wazazi, mna watoto. Kama una mazoea pia, ukitoka hata na mtoto wako unampeleka hospitali, afu akishamaliza baada ya matibabu unampitisha sehemu, labda unamnunulia hata chipsi, unamnunulia hata nini. Mtoto akishajua hiyo kitu, unakata na kata, anakuambia mama naumwa, nipeleke hospitali. Sababu anajua nikishapeleka hospitali aisee kuna mafao huko kwa kweli. Hebu niwaisheni tu hospitali jamani. Hii nimeshaikuta kabisa, sehemu mtoto analilia naumwa, anambia tutakununulia dawa, mimi nipeleke tu hospitali, lakini lengo sio kwenda hospitali, kwamba anajua baada ya kule. Kwa hiyo hata nasi watu wataikimbilia hospitali yetu, wataikimbilia kwa sababu wanajua kuna huduma nzuri inayotolewa katika hospitali ile. Na kwa sababu hospitali hii ni ya kwetu, ya kanisa, na sisi ndio wana kanisa, tunakifanya hapa pia tunaitegemeza hospitali yetu. Tunashiriki pia kuifanya hospitali hii endelee kuwepo. Na kwa sababu hii hospitali ipo tayari, ikitokea siku ikifungwa hii hospitali, sisi wote kama Katoliki tutachekwa na tutashangawa sana. Yaani wameshindwa hata kuendesha hospitali. Sasa kama wameshindwa, wanaweza nini hao? Kwa hiyo hivi hata tunalolifanya hili jambo si jambo dogo. Hili ni jambo kubwa, maana yake tunaongeza uwepo wa hospitali yetu na kuwezesha kutoa huduma nzuri kwa wagonjwa pia ambao watakuja hapa. Kwa hiyo na tukitambua kwamba tunatofautiana pia vipato. Kuna mtu anaweza akaja hata hospitali anahangaika namna ya kupata matibabu, watu wengine hawana bima. Ndio maana jimbo pia linazidi kusukuma tuingie kwenye ile bima ya nia njema, ambayo ni bima nafuu inayoweza kuwasaidia watu wengi kupata matibabu. Tambua ya kwamba afya ni mtaji. Sasa tunavyoweza kutoa vitu kama hivi pia, mtu akasaidiwa hata pale akiwa wodini, tunampa huyu matumaini. Huu ni mwaka wa jubilei, na sisi ni mahujaji wa nini? Wa matumaini. Maana yake tunatembea pamoja na wenzetu tunaowafahamu na wale tusio nini? Tusiowafahamu. Kwa hiyo mtu pia ambaye anajiona kabisa, mimi uwezo wangu ni mdogo, hali yangu ni duni, niende hospitali wapi? Acha niende hospitali ya Kardinali nani? Rugambwa. Kule ambako basi naamini nitakutana na wema wa Mungu, kwa sababu wapo walezi na watu wengine kwa sababu ya imani yao wamesukumwa kuyatenda matendo haya makuu. Mmetoa sehemu ya kile ambacho. Tusibadilishe malengo ya kile ambacho tumepewa, kutumia nzuri. Kwa hiyo vikatunzwe, viwekwe sehemu nzuri. Naamini hii ni sehemu salama, haitakuwa kama ile nyingine ambayo niliwaambia wale wakina mama, naomba msiende tena hiyo hospitali, kwa sababu malengo hayatimii ya kuwafikia wagonjwa. Wanaenda kuvichukua vitu watu ambao sio nini? Wagonjwa. Ila shida yake ni moja, laana yake vitakufanya hivyo vitu uwe mgonjwa sasa, na katika ugonjwa usipate mtu wa kukusaidia. Kwa hiyo basi
natumai vitatumika vizuri. Sina wasiwasi. Nimelisema tu ili liweze kutusaidia. Basi ndugu yangu Majani pia na wewe lazima nikuseme tu kidogo, lakini ila ni mimi sasa nakusema. Najua baba mcha Mungu asinge kusema ila mimi nakusema tu kwa sababu kwanza nakumudu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini basi Majani simsemi sana. Na wasema na ninyi nyote mlioko hapa. Jamani, najaribu kuangalia idadi yenu mlioko hapa. Tunaposema mtoto ni malezi ya baba na mama. Idadi ya wakina baba iliyoko hapa hairidhishi. Sasa lazima tufanye jambo na tuongee na mkurugenzi mpya. Kwa nini tunaendelea kuwa na walezi wa utoto mtakatifu wakina mama peke yao? Nafasi ya wakina baba iko wapi? Nafasi ya wakina baba iko wapi? Ni lazima tuwe na walezi pia wakina baba, ili mtoto anapofika kanisani anaambiwa huyu ni mlezi, amuone mlezi mama na amuone mlezi baba. Ni kosa kwa sababu pia ndani ya familia zetu kuna nyumba ambazo hazina wakina baba. Sasa kwenye familia wanakotoka hakuna baba. Hata kanisani tunakosa wakina baba ambao wapo. Kwa hiyo nachukua hili jukumu na kuambia ndugu yangu Majani, lakini na mimi mwenyewe najisema hapa kwa sababu naamini hata hapa waliokuja kutoka kwenye parokia yangu labda hata na dekania hakuna mwanaume hata mmoja. Kwa na mimi nachukua hili jukumu na nimeanza kuliona lazima tulipigie kelele. Tupate walezi wa utoto mtakatifu wa kina baba. Wakisimama kwenye parokia zetu wanajua mama fulani ni mama yetu mlezi wa utoto mtakatifu. Na baba fulani ni baba ulezi mtakatifu. Kwa hiyo hata wale ambao wanakuwa na changamoto za ubaba wasitegemee tu kumuona paroko kama baba. Wamuone hata baba mwingine kama sehemu ya baba katika malezi ya watoto wetu. Kwa wapendwa, kwa kusema hayo pia naomba niendelee kuwakumbusheni sasa. Katika watoto mnaowalea, angalieni vizuri, wako pia watoto wanahitaji kufikiwa na matendo ya. Naomba msisahau hilo. Wale watoto mnaowalea wanahitaji na wao kufikiwa na matendo ya kiinjili. Tusisahau ndani ya watoto wao kuna wengine ni yatima. Ndani ya watoto hao wako wanaopitia migogoro ya kifamilia. Ndani ya watoto hao wako ambao pengine wazazi hawana muda na wao. Sisi nasi maparokiani tusikose muda na ukaribu na watoto hao. Usikubali unaitwa mlezi wa utoto mtakatifu ukawa mlezi jina. We ni mlezi wa vikao na safari za Mafia, safari za Mahenge, sijui na Dodoma na wapi. We ni mtu wa safari tu. Kwa sababu pengine unajua kama ni safari, paroko atakuwezesha. Kwenye safari kuna kula, kwenye safari kuna nini? Kuna kunywa. Tumsifu Yesu Kristo. Kusafiri raha si ndio jamani? Sababu wengine tunaposafiri tunachukulia kama ni picnic. Tunasafiri. Lakini pale parokiani wala hatimizi wajibu. Akisikia jamani tunaenda Mafia, anajipanga huyo ndugu yetu mwezi mzima, hataki kukosa. Lakini kutimiza wajibu pale hayupo. Kwa hiyo inawezekana ukawa huko hapa ni mlezi, lakini wewe ni mlezi jina. Hautimizi wajibu wako. Watoto hawakuoni, au kai muda, hauna muda na wale watoto, huna muda wa kuwafundisha hao watoto. Kwa sababu hata kazi za katekesi ambazo makatekista wanazifanya, ninyi walezi wa watoto mtakatifu mnapaswa pia ziwe sehemu yenu. Katika hali ya kawaida huwa tunapeleka watoto, tunasema hizi daycare hizi. Sio daycare. Tunaweza tukafanya hata daycare vya kiroho ndani ya parokia zetu. Vile vitoto vya miaka 2, 3, 4 vinakuja na sisi tunaweza tukapata nafasi tunavikusanya pale. Vinakuwepo vinaanza. Tunaanza kusali kwa jina la Baba, kwa sababu kuna sehemu nyingine pia kwenye familia zetu watu hawana nafasi ya kusali kama familia. Watoto hawawezi kujifunza hiyo. Sasa wajifunze wapi? Tuchagize haya mambo ndani ya kanisa. Ili wale watoto watakapotoka sasa, akirudi nyumbani, wazazi ambao wasali wanaona katoto kadogo
kwa jina la Baba, wazazi wenyewe wanashtuka, kwa sababu tunafahamu pia hata Wakatoliki wenzetu watu wazima kuna watu hawasali. Ndio. Sasa mtoto akianza, mzazi mwenyewe ataona aibu. Na wakati mwingine watoto wetu wanapopenda kutuaibisha, chakula kimewekwa, kama ametoka kufundishwa kanisani, anaweza akamwambia baba hujasali. Kwa baba anajua kumbe mtoto anaweza akaanzisha katekesi ndani ya nini? Lakini ni kwa sababu amekutana na mlezi muwajibikaji anayetambua nini? Wajibu wake. Kwa hiyo ndugu yangu Majani, ni kuombe ili pia liwe msisitizo kwetu. Sio tu safari, watu waonyeshe haya ndani ya parokia zao. Kuna watu wanalalamika, jina anaweza akasema, sisi paroko wetu tusaidii. Anakusaidia vipi wakati wewe mwenyewe hujamtia hamasa ya kukusaidia? Hapa sasa hivi kwa matendo yetu ya huruma, naamini sister Dr. Sara na masista wote na wafanyakazi wote hapo hospitali watafanya kazi vizuri leo, kwa sababu tumekuja kuwatia hamasa. Sasa na ninyi mnakuja mnalalamika, na wakati mwingine lawama hizo tunazibebaga sisi madekano. Paroko wetu, paroko wetu, paroko wetu, paroko wetu, paroko wetu, paroko wetu. Na wewe unapokea tu, maskini ya Mungu asema haya nileteeni bwana. Si ndio mzigo huu kumbe niliobebeshwa. Unabeba tu. Lakini unajiuliza hao wanaosema hivi, huyu paroko wao. Wengine mbona mimi paroko wao namjua? Tunakutana kwenye vikao na haya tunayaongea. Lazima atiwe hamasa, awaone mnavyowajibika, mnavyojitoa na mnavyofanya. Wewe paroko amuonani naye, akiwaona watoto anaona watoto peke yao, amewazoea tu kuwaona mnaenda baba nauli. Sasa wewe nauli ni ya kwako, lakini fanya kwanza utume, piga kazi. Na ukweli niwaambie, fanyeni kazi zenu vizuri za utoto mtakatifu, mababa watawaona. 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 Nao katika kuwaona watawasaidieni, kwa sababu sikilizeni, ndani ya parokia, nikisema kama mimi parokia, hata ikiulizwa utoto mtakatifu parokia Kipunguni, yani hata wakifanya vizuri, sifa ni zangu mimi. Nitaachaje kutembea pamoja na mlezi wa utoto mtakatifu ambaye ananisaidia mimi kupata sifa njema? Ndio. Sababu mimi nikikutazama unafanya, mimi najua kabisa anafanya kazi yangu kwa niaba yangu. Huyu ananisaidia mimi kutekeleza majukumu yangu. Na mimi nikimuona basi lazima niungane na yeye kwa furaha katika kuifanya kazi hii. Sasa lakini wewe uonekani, una shughuli zako, una mambo yako, wewe unachojua tu labda ni kuwakusanya watoto walete michango, au watoto wanataka kutengeneza t-shirt za watoto, una safari ya mafia, sio kuna kikao cha jimboni, yani wewe ndio safari zako. Pale parokiani hakuna. Kwa hiyo nawaomba sana tunapofanya matendo ya huruma hapa, kwa sababu mkumbuke hivi vitu tunawapa masista, wao watawapa wagonjwa, sisi tunawasaidia wagonjwa kupitia masista. Tuko pamoja Unajua hata idadi ya wajumuiya yako ni makosa. Kwa hiyo hata mlezi wa watoto mtakatifu ngazi ya parokia atuanzishie cheche za upendo. Wao na uwezo kwenda kumwambia mlezi, kwa sababu ya namna ambavyo yuko nao na namna ambavyo anawapenda na namna ambavyo anawajali. Lakini msiache pia kati ya watoto wetu wale waonje ile sura ya upendo. Wema uozi, wema ni akiba. Ni kitanda kwa ajili ya kina mama kujifungulia. Alafu hivi hapa viko vitatu ni kwa ajili ya kusafirishia wagonjwa ambao hawawezi kutembea wenyewe, wheelchairs, matoroli ya kutembelea wagonjwa ambao hawawezi kutembea wenyewe kwa miguu yao. Hili hapa ni troli la dharura. Unaweza ukawa uko na mgonjwa labda ICU au kule wodini, lakini ikatokea dharura ya haraka. Badala ya kusema tumkimbilie, tumbebe, tumuinue, tunaenda na hili troli. Hili linakuwa na vitu vyote vya dharura. Tunaviweka huko, ni dawa, ni drip, ni vyote vya dharura kwa ajili ya yule mgonjwa. Kwa hiyo tunaondoka tu na hili, huwa lina magurudumu chini, tunaenda kumhudumia pale dharura ilikotokea. Kwa hiyo anafuatwa na mhudumu anaweza akawa mmoja lakini akaweza kumfikia mgonjwa. Na hii hapa ni ya kupimia vitu vyote vya muhimu. Hewa inaingiaje mwilini, pressure, basi wanaita patient monitor, ya kumpima mgonjwa kuona anaendeleaje katika vile vipimo vyote vya awali.
Nafikiri nimeeleweka. Mara baada ya semina hiyo, dekano huyo alibariki vifaa vilivyotolewa na walezi vyenye thamani ya shilingi milioni 12 na kukabidhiwa kwenye hospitali hiyo. Tunamwinulia Mungu mioyo yetu kwa shukrani, tukimuomba baraka yake kwa vitu hivi vyote, ili basi viweze kutumika kadiri ya malengo yale. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Msaada wetu katika jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Mungu Baba Mwenyezi, uliye chemichemi na asili ya baraka zote, kwa wema wako uliumba na kutakasa vitu vyote. Tunakuomba sasa upende kuvibariki vifaa hivi tiba na matoleo haya walioleta walezi wa Utoto Mtakatifu Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Tunakuomba uvitakase, uvijalie kwa wema vifaa hivi vitakapotumika kwa wagonjwa na wahitaji watakaofika katika hospitali ya Kardinali Rugambwa, viweze kuwajalia uponyaji. Kama vile ambavyo uliwagusa wagonjwa wakapona, tunakuomba kupitia vifaa hivi watu wote watakaovitumia waweze kupata baraka ya afya, na katika afya hiyo waweze kuwa mashuhuda wa wema wako unaowatendea wanadamu. Tunakuomba uwabariki wale wote waliovitoa, uwalinde na uwatunze. Uwabariki na wale wote wanaovipokea waweze kuvitumia vema. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Tuweke vyote chini ya ulinzi wa mama yetu Maria. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Bikira Maria, salama ya wagonjwa, utuombee. Na baraka yake Mungu Mwenyezi ishuke na ikae juu ya vitu hivi daima, ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sasa tunapita pamoja na baba, tunapanda pale wanapotoa damu. Tukirudi na nyinyi mtakuwa mmeshakaa kwenye sehemu zenu, tunaendelea na ratiba. Baada ya zoezi hilo, dekano alielekea eneo la kutolea damu ambapo walezi walipokuwa wanakifanyia zoezi hilo la utoaji damu kama sehemu ya matendo ya upendo kwa wagonjwa. Naifanya kazi hii basi Mungu ajalie muimalize salama. Basi naomba pia tusali na kwa namna pekee kuombea wahudumu wetu wa afya na hawa ambao ni wachukua damu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya wahudumu wa afya na hasa hao ambao umetuletea leo kwa ajili ya zoezi hili la uchukuaji wa damu. Tunakuomba kwa wema wako upende kuwabariki, uwalinde na uwatunze. Upendezwe na kazi yao hii njema wanayoifanya, na kwa kazi hii wajalie kila neema na baraka kwenye maisha yao na kazi zao zote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Na baraka yake Mungu Mwenyezi ishuke kwa wote tulioko hapa, ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kazi njema jamani. Asante. Zoezi hilo lilihitimishwa kwa kutembelea wodi mbalimbali zilizopo hospitalini hapo na baadaye kupata picha ya pamoja.